unatakiwa umpende Allah kwanza, alafu ndio wapende watu, na hapo ndipo utaweza kuishi vizuri hadi na wao watu nao pia watakupenda. Lakini pia tunataka malipo kutoka kwa watu kuliko malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kila tunalolifanya tunaweka maslahi mbele sana. Hatufanyi katika ile kwamba mimi najitoa, jambo hili ni namfurahisha Mola wangu, Allah ndo atakayenilipa. Kwa hiyo hatuiangalii sana akhera, tunaangalia sana dunia. Kwa sababu mtu anayeangalia sana akhera anategemea sana malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunafeli sana kwa sababu kila tunachokifanya tunafanya kwa ajili ya watu. Kupenda, tunataka tuwapende watu badala kuanza kumpenda Allah. Hadi kwenye ndoa. Ukimpenda sana Allah, alafu ndio mume, utaishi vizuri kwenye ndoa yako. Kabla sijamaliza, sijajua Khalid muda bado tunao ama hatuna, lakini naomba niulize ile swali. Kama muda hatuna itakuwa swali langu la mwisho. Turejee kwenye mada ya watoto lakini swali lako. Tarudi hapo kwa watoto. Mara nyingi mtoto anapoharibika, lawama zinarudi kwa mzazi. Yaani mzazi ndio ambaye analaumiwa. Lakini ukiangalia nafasi yenyewe ya malezi, tunakubali kwamba nyumbani ndio sehemu ya kwanza, na hii ulitamka pia. Malezi yanaanzia nyumbani, tunakubali. Lakini hayaishi nyumbani. Kuna sehemu ambazo mtoto anacheza. Kuna sehemu ambazo mtoto anashinda, inaweza kawa ni shule. Kuna marafiki ambao wanaweza kuingia sehemu hii ya pili. Unaona mzazi ana wajibu wa kumsaidia mtoto wake aina ya marafiki, kwamba hawa uchaguzi wa mzazi kwa mtoto wake, marafiki hawa wanastahili wawe na mwanangu, hawa wastahili. Ama ukimya wa mzazi wakati mwingine kutokuwa mbele kumchagulia marafiki mtoto wake ni tatizo, ama si sawa mzazi kumchagulia marafiki mtoto wake. Yaani niseme kwanza nasikitika kwa sababu muda ni mchache, lakini kwenye jambo la malezi ni papana sana. Hicho unachokizungumzia ni sahihi kabisa. Mzazi anatakiwa kwanza kumfuatilia mtoto wake. Wakati mwingine mzazi unaweza ukawa unaishi na mtoto wako, jirani ndio anamjua zaidi mtoto wako kuliko wewe mwenyewe. Hali ya kuwa upo. Lakini mzazi, mwalimu anaweza kana mjua zaidi mtoto wako kuliko wewe. Na hii inasababishwa na sababu mbili. Sababu ya kwanza, kuto kumfuatilia mtoto, lakini pia kuto kutengeneza urafiki na mtoto na kumpa uhuru wa kusema. Kwa sababu wakati mwingine wazazi tunapitiliza ukali. Hata mtoto akipata tatizo au akipatwa na chochote, hawezi kukileta kwa mama yake. Na hasa sisi wa mama, na ukiangalia wa mama hasa pia kwa mabinti, kwa kweli tunapata hasara kubwa sana. Mabinti zetu wanasemea nje badala ya kusemea kwetu. Kwa hiyo mzazi ana jukumu sana la kumfuatilia mtoto wake, amjue marafiki zake na uwajue marafiki zake ni wa aina gani. Kama marafiki zake si sahihi, basi unatakiwa wewe kuchukua jukumu la kuwasaidia marafiki wa mtoto wako kuwa wema, ili mtoto wako aweze kuwa na watu wema. Ikishindikana, inabidi umbadilishie marafiki. Hakuna namna. Sawa, shukrani sana. Anaitwa Maalim Shabani, anasema mashallah azidi kuongoza Allah, maneno kuntu kabisa umesema. Lakini pia vile vile kuna Now 89 anasema mfumo wa zamani ulikuwa mzuri sana, tulikuwa tunarudi nyumbani saa 9, mara nyingine saa 7. Wangerudisha mfumo wa zamani tu ili kuwaruhusu watoto kuswali shule iwe ni amri. Anasema pia vile vile eti mzazi anampatia mwanae tablet. Ameandika hivyo Mariam Khalfan, anasema nakupenda dada yangu, Allah akuzidishie imani. Anasema sahihi kabisa, ukiridhia wewe mwenyewe hata Allah atakusaidia. Ushahidi ni aya namba 11 suratu Ar-Ra'd. Anaitwa Now 89. Sasa mimi naomba nirejee katika kwenye hayo malezi ya watoto kabla ya kwenda kukamilisha. Mara nyingi wazazi wanalaumiwa, lakini anayelaumiwa zaidi ni mama katika upande huo wa wazazi, na amekuwa akilaumiwa kwa nini mtoto hajawajibika vizuri. Unadhani wewe ni haki ya jamii kwamba mama ndo ambaye anapaswa kulaumiwa na si baba na mama kwa pamoja? Hapa kwenye kulaumiwa, mimi nadhani wazazi wote wanahusika, ila mama ana nafasi kubwa zaidi kwa mtoto kuliko baba. Hilo hatuwezi kulipinga, kwa sababu kumbuka huyu mtoto toka siku ya kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuletea huyu mtoto, yani wewe ndio mtu wa kwanza. Wewe ndio wa kwanza kumshika. Wewe ndio ulianza kumpa chakula kutoka kwenye mwili wako. Wewe ndiye ulianza kutazamana naye. Kuna bondi kubwa sana ya mama na mtoto. Ndio maana mama anapata sana lawama. Na kinachotuponza sisi wa mama, huaga tunasubiri watoto wakishafika labda kwenye umri wa miaka 5, miaka 6, ndio tunaanza sasa kutaka kuwanyoosha wawe sawa. Ndio maana tunaona kama na baba naye pia si alikuwepo. Kumbe huyu mtoto unatakiwa wewe umtengeneze tangia kipindi ananyonya, uko naye wewe kama mama. Ndio maana wa mama tusikimbie hii lawama. Hii lawama ni ya kwetu. Nilizungumza watoto wamekosa tauhid, nataka nitoe huu mfano.
Mtoto mdogo wa miaka miwili unaanza kumfundisha, hata akiumwa umemletea dawa anywe, usimwambie Allah ndiye anayekuponyesha, Allah ndiye anafanya hii dawa ikuponyeshe. Muombe Allah. Akiumwa mwambie muombe Allah akuponyeshe. Ya Allah niponyeshe. Yani tatizo lolote linalompata, akitaka kitu chochote, mwambie muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimpelekea zawadi yoyote, mwambie Allah amenipa nikuletee. Yani wewe umemweka Allah mbele muda wote. Huyu mtoto hata kuiba anajua Allah ananiona, kwa sababu umeshamjenga kuwa Allah anakuona popote ulipo. Yani popote ulipo yeye anakuona. Yeye ndo kakupa mikono. Mama ndo kanipa mikono. Kakupa mikono, kakupa miguu, kakupa macho, kakupa hiki. Allah ya Allah nashukuru. Ya Allah hivi. Yani kila jambo lake lazima yeye alirejeshe wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimjenga hivyo, huyu mtoto hata gizani, kwa sababu ushamjenga tayari amuogope Allah subhanahu wa ta'ala, hata gizani hawezi kuiba. Unajua kuna watoto ambao wakiwa wazazi hawapo nyumbani hawaswali. Hata zile siku za weekend hawaswali. Mzazi akiwepo ndo anaswali. Kwa maana huyu anaswali kwa ajili ya mzazi, haswali kwa ajili ya Allah. Kutokana nini? Hajajengwa. Unajua wazazi tunaona kama mpaka niende nikasomee masomo ya tauhidi, lakini hapana, kuna vitu ambavyo sisi wenyewe tunaviweza kuwafundisha watoto wetu. Na tuwafundisha wakiwa wadogo, kuanzia mwaka na nusu, miaka miwili, watoto vinawaingia. Anajua mimi kumbe Allah ndo kaniumba, Allah ndo kanipa kila kitu. Allah kumbe ndio kumtegemea. Kumbe baba hajaninunulia yeye, ni Allah ndio kampa baba aniletee. Sasa sisi tunataka kujiweka sisi wenyewe mbele, baadaye matokeo yake yanakuwa ni mabaya. Lakini tukimweka Allah mbele kwa watoto wetu, matokeo yatakuja kuwa ni mazuri. Sisi tunataka kujionyesha sisi ndio tunapenda sana watoto wetu, watoto watupende sisi, lakini mfundishe mtoto ampende sana kwanza Allah. Alafu ndo unipende mimi, kwa sababu Allah ndo aliyetuumba, yeye ndo katuleta kila kitu tunachokiona, yeye ndo akatugaia. Allah amekataza hivi, hata akifanya kosa, lazima umwambie mtoto muombe Allah msamaha kwanza. Alafu ndo akuombe wewe mzazi. Lakini ombe msamaha, umemkosea mwenzi, kamkosea Allah kwanza. Lazima ajue kwanza aliyemkosea wa kwanza ni Allah, ndio muombe msamaha, alafu ndio muombe msamaha yule mwingine aliyemkosea. Kwa ukimtengeneza mtoto hivyo, wallahi anakuwa na hofu sana, na akiwa na hofu mbele za Allah, mtoto lazima awe mwema. Nitaka nikuulize swali kwamba sasa ndio mtoto tayari ameshafanya kosa na ameshaharibikiwa, labda tayari ameshakwenda kinyume, pengine labda ni mvuta bangi, muhuni, mwizi, anasaidiwa vipi kutoka asijihisi kwa yeye ni adui wa jamii, adui wa familia, aweze kuwa katika mstari ambao unafaa? Cha kwanza mimi nitarudi pale, kwanza ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Cha kwanza ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo anaweza yule si mja wake. Yeye ndo anaweza kumbadilisha. Allah akiamua anambadilisha yoyote muda wowote anaoutaka yeye, inawezekana. Hakuna kubwa kwa Allah. Kwa cha kwanza ni kumuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, kuangalia mazingira alionayo. Kama nilivyosema mwanzo, watoto wanaharibika aidha ni wazazi na walezi, au mtaa, ama mazingira, au hizo simu na ma-TV. Huko ndo wanakoharibikiwa. Kwa hiyo sasa ukishaona ameshaharibikiwa, kwanza jitafakari katika hayo. Kwani mimi nimemleaje? Ni mimi. Kama ni wewe, anza kubadilika wewe sasa kwanza. Ili kumuonyesha kuwa vile nilivyokuwa mimi mwanzo nilikuwa nakosea, haya ndiyo sahihi. Ili ukizungumza naye akuelewe. Ni sawa na wale wazazi tunahimiza watoto kuswali alafu wewe mwenyewe hakuoni ukiswali. Huo ni mtihani. Huwezi kumrekebisha mtoto kwa maneno. Mtoto anarekebishwa kwa vitendo. Vitendo anavyokuona unafanya na yeye ndo anafuata. Kwa hiyo sasa inabidi kwanza uangalie mazingira yake. Na kama anaishi kwenye mazingira labda ya vijiweni, ya mtani, utengeneze mazingira ya kumbadilishia kwanza. Ili aweze kuepukana na vile, asiwe ni mwenye kuona na kusikia vile ambavyo unaviona wewe ni kwake ni vibaya. Umtoe, aanze kusikia na kuona vile ambavyo wewe unaona ni sahihi. Hapo ndo anaweza kaanza kufanya mabadiliko. Lakini ikiwa bado amezungukwa na yale ni ngumu sana. Sawa, tumalizie Mashi, muda umekwenda sana. Yaani takiwa muongee dakika moja tu nyote wawili. Ingawa mimi nilikuwa na swali lakini swali langu inabidi nileke pembeni. Haya. Dada Sunura, zamani ilikuwa inaonekana kama mtoto anafunzwa na jamii zaidi. Sasa hivi imekuwa ni tofauti. Ni wazazi zaidi. Kama hata mtoto wa jirani hawezi kumwadhibu mtoto wa nyumba ya pili. Inakuwa ni kesi nyingine. Unaona pengine hilo ni miongoni mwa mambo ambayo yamechangia mtoto kuharibika na lawama kushuka kwa wazazi moja kwa moja? Sana. Nitakwambia kitu. Wazazi tunawalisha watoto sana chakula. Tunawalisha chakula. Mtoto hajanywa chai asubuhi na waza mwanangu hajanywa chai, mchana jala, jioni jala, lakini huchanganyikiwi mwanangu leo kajifunza nini kwenye maadili. Mwanangu tabia yake iko vipi? Hatuwalishi chakula cha maadili na tabia njema.
Sasa zamani ilikuwa tunasaidiwa au tunasaidiana. Mtoto anapotoka nje kafanya kosa, yule atamkanya, akinaona atamkanya, mazingira yanayomzunguka yote yanamkanya lile jambo moja. Ilikuwa ni rahisi sana mtoto kubadilika. Lakini dunia sasa hivi jinsi ilivyo, kila mmoja ni na wakwake. Kwa hiyo mtoto wako hata akiharibika, kwanza unakwenda kusimuliana. Umemuona? Nimemkuta. Jamani mtoto yule mbaya. Yaani anakuta, nimemuona mimi hajafanya chochote. Tena anasimulia kwa kufurahi kuona mtoto wa mwenzie anaharibikiwa. Huo ni mtihani mkubwa sana. Na sisi wazazi tunatakiwa tubadilike, tusilishe watoto chakula kujenga mwili tu. Maana chakula kinajenga mwili tu, tuwajenge wao kama wao na uhalisia wao. Tuijenge roho. Tuijenge. Kwa hiyo sisi sasa tunaangalia sana kwenye kuwalisha chakula, maadili tumewaachia watu wengine. Sasa jamii ya leo tulioiachia sio sahihi kama ya zamani. Jamii ya zamani ukiiachia inakusaidia, lakini jamii ya sasa ukiiachia anaharibika mtoto. Kishki TV, nuru ya dini yako.